Msimu wa maonesho ya 50 maarufu kama Sabasaba yanaendelea katika jiji hili Dar es Salaam, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa maonesho haya. Bado tupo ndani ya viwanja hivi kama Channel 10 kilicho bora kabisa kwa ajili ya kukutanisha na wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika maonesho haya. Miongoni mwa wadau muhimu katika maonesho haya ni Wakala wa Vipimo Tanzania WMA ambao wako katika maonesho haya. Muda huu tunaenda kuzungumza na meneja wa WMA upande wa mafuta, ambaye yeye kwa upande wake ataenda kueleza namna ambavyo taasisi hii inafanya katika sekta hiyo ya mafuta, lakini pia wataenda kueleza ushiriki wao katika maonesho haya kwa mwaka huu 2026. Mimi ni Kisha Mwepiana. Karibu Sabasaba, karibu WMA. Kwa jina naitwa Alfred Shungu, ni meneja wakala wa vipimo kitengo cha mafuta yanayoingia nchini kupitia bandarini. Mwaka huu maonyesho ya 50, wakala wa vipimo inajipambanua zaidi katika kutoa elimu, kuelimisha kuhusu masuala yote ya vipimo katika masuala ya biashara. Maana wakala wa vipimo ina kazi tatu: biashara, vipimo vya biashara, vipimo vya mazingira na vipimo vya afya, pamoja na vipimo vya usalama. Wakala wa vipimo utatembelea katika banda la Wizara ya Viwanda na Biashara, utatukuta hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote mfike katika banda la Wizara ya Biashara, mnaweza kutukuta hapa kwa ajili ya kupata elimu ya vipimo. Karibuni sana wananchi. Na tuzungumzie sasa kwa upande wa ile sekta ambayo wewe unaisimamia kwa maana ya mafuta. Mimi nikiwa meneja wakala wa vipimo upande wa mafuta yanayoingia nchini. Wakala wa vipimo ina jukumu kubwa la kusimamia mafuta yanayoingia nchini, kukagua na kuhakiki. Baada ya kuhakiki, meli inapofika nchini, tunaikagua nyaraka zote na kupata takwimu ambazo inasaidia katika kukokotoa kodi, kukokotoa wadau wote wa mafuta kwa ajili ya kupata kodi na kupata takwimu. Baada ya mafuta yakishafika melini, tunayasafirisha kupitia mita ya mafuta ya serikali, na vile tunapata takwimu. Yakitoka pale yanakwenda depo au magala ya kuhifadhia mafuta. Baada ya kuingia depo, wakala wa vipimo vile uhakiki. Baada ya kuhakiki, yanapakiwa kwenye magari ya kubebea mafuta kuelekea kwenye vituo vya mafuta. Huko vituo vya mafuta vile wakala wa vipimo tunahakiki. Maana yake nini? Tunamlinda mlaji wa mwisho ambaye ndiyo mnunuzi wa mwisho katika mnyororo mzima wa mafuta hayo. Na ni kwa kiasi gani mpaka sasa mmeshafanikiwa katika swala zima la kupima? Tuzungumzie mafanikio katika sekta hiyo ya mafuta, vipimo katika sekta ya mafuta, angalau hata katika kipindi cha miaka 5. Asante sana ndugu mtangazaji. Katika miaka 5 utaona kwamba kuanzia miaka 5 iliyopita mafuta yaliyokuwa yanaingia nchini kwa mwaka tulikuwa ni bilioni 6. Kwa sasa tuna bilioni 11 plus. Maana yake nini? Kuna mafanikio makubwa kama nchi, vile uchumi umeongezeka. Maana mafuta tulikuwa tunahakiki lita bilioni 6 kwa mwaka, sasa tunakwenda bilioni 11. Hadi mwaka huu tuliofunga tulikuwa na lita bilioni 11. Maana yake nini? Uchumi unakuwa. Utaona vile mafanikio mengine, tumepata takwimu sahihi za idadi ya lita zinazoingia nchini. Umetuwezesha kukotoa kodi kwa ajili ya taifa hili, TRA, ambayo hususan TRA. Kama taasisi ambayo inashughulika na masuala ya vipimo, ambao mko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, una lipi la kuambia Watanzania kuhusiana na hizi kazi zenu? Watarajie nini sasa baada ya hapa? Kwanza ningependa kuwasisitiza wananchi kuanzia mnyororo wote, kuanzia melini mpaka eneo la mwisho ambalo mwenye gari, mwenye bajaji, mwenye pikipiki anapokwenda kununua awe na tahadhari. Hakikisha kwamba kabla ya kununua mafuta yale, pampu ya kuuzia mafuta isome 0. Baada ya kusoma 0 ndipo aanze kuwekewa mafuta, ili kuepuka upunjaji au kupata mafuta chini ya kiwango alichonunua.